Kama ndo kwanza unajiunga na chaneli hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Viongozi pamoja na wachezaji wa soka ya Simba pamoja na mashabiki wao siku ya jana wameonekana wakiongea lugha tofauti, lugha gongana. Mashabiki wakiutupia lawama uongozi wa klabu ya soka ya Simba wakiongozwa na mwenyekiti wao Murtaza Ali Mangungu, na baadhi ya mashabiki wakihitaji Mangungu ajiuzulu, kwani katika misimu yote minne ya uongozi wake hakuna chochote Simba alichoambulia zaidi ya maumivu tu. Mashabiki wanaenda mbali na kusema Mangungu hatoshi kuvaa viatu vya klabu kubwa kama ya Simba. Mwenyekiti usiyekuwa na mafanikio wala uchungu na klabu yako, mwenyekiti ambaye unasimama na vitu ambavyo havina msingi wala mwafaka wowote katika klabu yako. Ikumbukwe siku ya jana ya dabi ya Kariakoo tarehe 25 ya mwezi wa 6 pale Benjamin Mkapa majira saa 11, Simba walipokea kichapo cha goli 2-0 kutoka kwa mahasimu wao wakubwa Dar es Salaam Yanga Afrika. Kabla ya mechi, wiki moja kabla, viongozi wa Simba walikuwa kimya na wakionyesha msimamo ya kuwa hawatopeleka timu uwanjani pasi na kuwapa taarifa yoyote mashabiki wao ambao walikuwa wakihoji mara kwa mara na kujibiwa majibu ya kukatisha tamaa. Mashabiki wametupia lawama uongozi kwa kukaa kwao kimya mpaka dakika za mwisho. Siku ya jana majira ya saa 6 mchana ndo wametoa taarifa ya kueleweka ya kuwa mashabiki waje uwanjani na mechi itakuwepo, hali ambayo imewakera mashabiki wengi kuelekea mchezo wa jana, na wengi wao walishindwa kufika uwanjani japokuwa walikata tiketi. Hiyo ikionyeshwa wazi ni uzembe wa klabu pamoja na mashabiki wao pamoja na viongozi wao kwa ujumla. Viongozi ambao mara kwa mara wamekuwa wakiumiza mashabiki wao mechi nyingi za msimu huu wa 2024-25. Mechi pale Zanzibar ambapo walikwenda kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika na RS Berkane. Tiketi ziliuzwa za uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini watu walikwenda kucheza fainali pale Amani Zanzibar. Mashabiki hawakuvunjika moyo, bado walikuwa wapo tayari kuisapoti timu yao kwa kadri wawezavyo, lakini uongozi umewaangusha kuelekea dabi ya tarehe 25 siku ya jana pale Benjamin Mkapa. Wengi wa mashabiki wa Simba waliangalia mechi hiyo katika runinga zao na wengine walisikiliza katika maredio yao, hali iliyowaumiza na kuhitaji Mangungu Boy, mwenyekiti wao wa klabu hiyo ya Simba, ajiuzulu haraka iwezekanavyo pamoja na kamati yake nzima, na wapishe uchaguzi wa dharura ufanyike ili kumpata mwenyekiti ambaye atakuwa na machungu na malengo yanayoendana na falsafa za soka ya Simba. Simba wamechoka kuburuzwa na Yanga kwa miaka 4 mfululizo, na wakiamini chanzo ni uongozi huo ulioko madarakani kuongozwa na mwenyekiti wao Murtaza Mangungu. Mangungu anapaswa kujiuzulu haraka iwezekanavyo. Mashabiki wanaumia, wapenzi wa soka wa klabu ya Simba wanaumia. Mtu mmoja ambaye anaonekana kufelisha uongozi mzima anapaswa kuachia ngazi mara moja na kuwapisha mashabiki na kurejesha furaha zao. Mashabiki wameenda mbali na kuitaka bodi ya mdhamini wafanye haraka iwezekanavyo kusitisha huduma ambazo zinapelekwa katika klabu ya soka ya Simba mpaka pale ambapo Mangungu atatangaza kujiuzuru pamoja na jopo lake. Mashabiki wamekerekwa, mashabiki wamechafukwa. Hii yote ni mara baada ya kipigo cha bao 2-0 kutoka kwa wapinzani wao Dar es Salaam Yanga Afrika. Kinachowauma zaidi sio kufungwa goli 2-0. Kinachowauma zaidi ni kombe lilikuwa uwanjani na Dar es Salaam Yanga Afrika wamebeba kombe kupitia wao. Isitoshe kusema wamechoshwa. Kinachowauma zaidi na zaidi ni kufungwa mara ya 5 mfululizo na watani wao wa jadi Dar es Salaam Yanga Afrika, kitu ambacho hakikuwahi kutokea katika miaka yote ya nyuma iliyopita. Mangungu muda wake umekwisha, mashabiki hawakutaki. Mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema, dansa mzuri ni yule mwenye kujua kuondoka stejini wakati sahihi na sio kung'ang'ana stejini mpaka kutupiwa makopo. Mangungu, inatosha kusema
Jifunze kwa walichokifanya wenzio, kutoka madarakani pasi na aibu. Pia kuipenda klabu sio lazima kuiongoza. Kuipenda klabu ni kupisha na wengine wenye maono makubwa kuliko wewe kuiongoza klabu hiyo kwa ajili ya mafanikio ya klabu nzima kwa ujumla. Usichoke kunifuatilia katika channel hii kwa habari nyingi zaidi zenye kusisimua na kuelimisha na kufundisha na kuja kukuburudisha kadri iwezavyo.